Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako upendo kabisa ya Star Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club, kwa kile ambacho leo hii wamekwenda kukitangaza. Taarifa kubwa kabisa ndani ya viunga vya Simba Sport Club, mwendelezo wa kuweza kushusha nyota wapya ndani ya kikosi chao. Klabu ya Simba ile kufika fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika ni kama imeweza kuwaamsha viongozi, mashabiki pamoja na wadau wa klabu ya Simba kuona kuna haja kuweza kuongeza nyota wapya wenye uzito, wenye uwezo mkubwa wa kuweza kuwafikisha katika fainali nyingine tena. Lakini safari hii sio kombe la shirikisho, kwa sababu klabu ya Simba tayari imeweza kufuzu, tayari na uhakika wa kucheza katika mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Hivyo basi klabu ya Simba inahitaji kufika fainali ya ligi ya mabingwa barani Afrika, kwa sababu nguvu wanayo, uwezo wanao na pesa wanayo kwa wakati huu, kwa sababu wameweza kufika fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kuna malundo ya pesa ambao wameweza kuyachukua kutoka kule katika shirikisho la soka barani Afrika CAF kama zawadi ya mshindi wa pili. Unafahamu hilo, usijisahaulishe. Leo hii klabu ya Simba imefunga usajili mzito kabisa ndani ya kikosi chao. Ni usajili wa nani? Utakwenda kujua hapa. Imekuwaje, imekuwa vipi mpaka ameweza kutua kwenye kikosi hicho, utakwenda kujua, na taarifa nyingine ambazo zipo kwenye klabu ya Simba za ndani kabisa, zote nimekusogezea hapo, utakwenda kujua kila kitu. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Star Media, ajua kwamba umepitwa na vitu vingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi. Ngoja nikukumbushe, ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha kabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, sipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Wekundu wa Msimbazi Simba, juu ya sajili zao ambazo zinazoendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya Simba. Bana, taratibu majina yameanza kuwekwa pembeni, majina ya wachezaji ambao wanaondoka kwenye kikosi cha klabu ya Simba, kwa sababu ili ufanye mabadiliko kwenye kikosi cha Simba kwa wakati huu, inakupasa kuweza kuachana na nyota baadhi ambao wapo kwenye kikosi chao, kulingana na ripoti ya mwalimu kocha Fadlu Davis, akiweza kuweka bayana kwamba kuna nyota ambao anaona kabisa katika safari yake ya msimu mpya wa 2025-26 aoni kama kuna haja ya kuendelea nao. Alishaweza kuwataja, na mimi nikakuwekea video ya wachezaji ambao wameacha. Ukiangalia katika video za nyuma utaweza kushuhudia orodha hiyo. Sasa twende katika orodha ya wachezaji ambao wamesajiliwa mpaka sasa, lakini leo hii kuna sajili nyingine ambayo ni kubwa zaidi. Bana, leo hii wawakilishi wa klabu ya Simba, nazungumzia viongozi, wameweza kudondoka pale nchini Libya katika klabu ya Al Tripoli, ambako unafahamu ya kwamba kule anapatikana moja kati ya striker mkubwa kabisa, moja kati ya striker ambaye klabu ya Simba ilikuwa ikiweza kumwania, lakini kutokana na fedha ambayo ilikuwa ikiweza kuuzwa awali, ilikuwa ni pesa ndefu kabisa. Hivyo Al Tripoli waliweza kuipiku klabu ya Simba na kuweza kumchukua nyota huyo kutoka katika klabu ya kwake alikuwa akiweza kucheza kule Misri na kujiunga na klabu ya Al Tripoli. Sasa inaelezwa kwamba klabu ya Simba imekwenda kukutana na wawakilishi wa Mabululu kwa ajili ya kuweza kutua kwenye kikosi cha klabu yao. Inaelezwa kwamba kikao hicho kimetumia zaidi ya masaa matatu kumshawishi nyota huyo kwenda kujiunga na kikosi cha klabu ya Simba, huku nyota huyo akiweza kuweka thamani ya dau lake mezani, huku akiomba Simba impatie zaidi ya shilingi milioni 600 kama sehemu ya mkataba wake, pamoja na mshahara usiopungua kiasi cha shilingi milioni 40. Kama klabu ya Simba wakiafikia juu ya kufanya dili hilo, basi ni wazi ya kwamba Pasensio Mabululu ataweza kutua ndani ya kikosi cha klabu ya Simba. Kwa hiyo Simba wameondoka na hilo kwenye kikao hicho ambacho kinadaiwa kwamba kimechukua zaidi ya masaa matatu kumshawishi tu Mabululu kujiunga na kikosi chao. Ikumbukwe kwamba washambuliaji wa klabu ya Simba, kocha Fadlu Davis aliweza kuomba waongezewe, huku wengine wakitajwa kuweza kuondoka kwenye kikosi hiko
amejitokeza kuomba kwa dhati kabisa, akisema ya kwamba pengine inaweza ikawa ndio msimu wao wa mwisho kusalia ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba. Inaelezwa kwamba miongoni mwa watu ambao pengine wanaweza wakaondoka kwenye kikosi cha klabu ya Simba mwishoni mwa msimu huu ni pamoja na Steven Dese Mukwala, ambaye inaelezwa kwamba yeye aliweza kuweka bayana kwamba anahitaji kuweza kuondoka ndani ya kikosi chao kwa kile ambacho kinachoelezwa mpaka wakati huu. Lakini katika taarifa zingine inaelezwa kwamba klabu ya Simba Sport Club tayari huko ilishaweza kufanya jambo la balaa zito. Inaelezwa kwamba klabu ya Simba ipo kwenye mchakato wa kukamilisha usajili wa nyota wa klabu ya Al Hilal ya Sudan. Hapa anazungumzia mchezaji ambaye anacheza timu ya taifa ya Burundi, Jini Claude Gilumugisha, mwenye umri wa miaka 20. Huyu tulimshuhudia walipokutana dhidi ya klabu ya Yanga. Kama ulifuatilia mchezo ule, jina la Gilumugisha si geni masikioni kwako. Nyota huyo akiwa na Al Hilal amekuwa kwenye kiwango bora sana msimu huu, akishiriki kwenye upatikanaji wa mabao 23, akifunga 12 na kutoa pasi za mwisho, yani assist 11. Huyu anatajwa kutua ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club kwa kile ambacho Simba wanakitizamia kama sehemu ya kuweza kuhakikisha kwamba wanampata nyota huyo kwa ajili ya kuweza kuongeza nguvu katika eneo lao la pembeni. Ni moja kati ya mafundi wazuri kweli kweli wenye kiwango bora kabisa ambacho kinachoendelea kwa sasa, huku ikielezwa kwamba kuna namna ambavyo itaweza kuhakikishiwa klabu ya Simba kumpata kutokana na mawasiliano mazuri kati ya Ibenge na klabu ya Simba Sport Club. Ibenge anayefundisha Al Hilal ambako anatoka mchezaji huyu. Katika taarifa nyingine inaelezwa kwamba dili la Feitoto kutua kwenye kikosi cha Simba huenda likaanza kuota mbawa. Tuzungumze ukweli. Faisal huenda akatua Soweto na sio Msimbazi. Mashabiki wanasubiri kwa hamu. Kiungo mahili wa Azam FC Feitoto anaendelea kuwa gumzo kubwa baada ya kuhusishwa na uhamisho kujiunga na Kaizer Chiefs ya Afrika Kusini. Kocha Nasbi Nabi amefanya mazungumzo naye karibuni, jambo linaloashiria kuwa Chiefs wanamchukua kwa umakini Faisal. Mbali na Kaizer Chiefs, klabu ya Simba pia inamtaka Faisal, huku vilabu vingine vya Afrika Kaskazini vikifuatilia kwa karibu dili hilo. Inaelezwa kwamba pengine Faisal itakuwa ni ngumu kuelekea kwenye klabu ya soka ya hapa nazungumzia ya Simba kutokana na kile ambacho kinachoendelea kwa sasa. Inaelezwa mambo yanazidi kuwa mazito kwelikweli ndani kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba kutokana na fedha ambayo inaelezwa kwamba itakuwa ni ngumu kwelikweli kwa wao klabu ya Simba kuweza kuitoa kutokana na vigogo ambao wanakwenda kupambania nao saini ya Feitoto kwenye kikosi chao. Kwa hiyo tusubiri kuweza kusikia taarifa rasmi zitakuwaje katika dili hili la